Kwa hiyo sasa huu ni mwendelezo wa tulipoishia last time, kwa maana ya previous post ambayo niliweka kuhusu utafiti wa biashara ambao tunaufanya kwenye hili eneo la Goba. Sasa leo nataka kushare na nyie kidogo outcomes za statistics ambayo tumesha collect. So far tumeweza kuhesabu maeneo yenye biashara takriban 500 na kitu. Kuna biashara ambazo zimejitokeza mara chache sana, mara moja, mara mbili. Kuna biashara ambazo zina monopoly status katika ile eneo, kwamba ni mtu mmoja au ni eneo moja tu inaonekana ina biashara ya aina hiyo. Kwa hivyo kuna maeneo yana ushindani mdogo sana, au kuna maeneo yanafanya biashara ambayo mimi binafsi sikuwahi kufikiria kama hizo biashara zinaweza zikawa katika maeneo hayo, lakini biashara kama hizo tumeweza kuzi-identify wakati tunafanya utafiti wetu, wakati tunafanya hii business count. Ni takriban biashara 97 ambazo ni takriban 19% ya biashara zote ambazo tumeweza kuzicount. Yaani biashara karibia 505 ambazo zimeweza kuingia kwenye database yetu. Biashara ambazo zinahusiana na mambo ya hardware ni biashara takriban biashara 97 98 ambazo zina account for about 19% of the entire biashara ambazo tumeweza kuzihesabu. Sasa kwenye hii biashara ni vitu gani tumeweza ku-identify? Biashara ya hardware ni biashara moja very broad, ni biashara ambayo ni pana sana. Kusema tu kwamba unafanya biashara ya hardware haitoshi, maana unakuwa uko too general. Lakini biashara ya hardware ni biashara pana sana. Watu wanauza chuma peke yake, kuna watu wanauza madini ya ujenzi ama material ya ujenzi, na maanisha mchanga, vitu kama mchanga, mawe, vifusi, umeona. Kwa hiyo kuna watu wanauza vioo peke yake, kuna watu wanauza chuma, wanauza nondo za ujenzi za aina zote. Yani watu wanauza wame specialize kwenye kitu cha aina moja. Alafu kuna watu wanafanya biashara ya hardware lakini ni wanauza vifaa vidogo vidogo vinavyotumika na mafundi na vinavyotumika katika ujenzi, kwa mfano labda misumeno, nyundo, misumari, brush za kupaka rangi na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ni biashara ambayo ni kubwa sana, ni biashara pana sana, na biashara zote hizi tumeweza kuziona wakati tunafanya utafiti wetu na wakati tunafanya business count yetu ambayo tumesha kuikamilisha kwenye ile eneo la Goba, njia 4 mpaka Goba kwa Robati, eneo la kufanyia biashara ya hardware. Biashara ya hardware ni biashara nzuri sana kutokana na sifa zifuatazo. Unajua, eneo la kufanya biashara ya hardware ni tofauti kidogo na eneo la kufanyia biashara labda ya supermarket au biashara ya bar ama restaurant. Kwa sababu gani? Biashara ya hardware ni biashara ambayo inahitaji parking tu ya kutosha ya kuwezesha magari makubwa kuingia na kutoka kwa urahisi. Hiyo ndio sifa kubwa ya eneo la kufanyia biashara ya hardware. Ni eneo ambalo litaruhusu magari makubwa ya mizigo kuingia na kutoka kwa urahisi, kwa ajili ya kushushia mizigo na kwa ajili ya kupakia mizigo. Rahisi tu. Hiyo ni sifa namba moja ya eneo la biashara ya hardware. Lakini vile vile jambo jingine zuri kuhusu eneo la kufanyia biashara ya hardware ni eneo ambalo halihitaji uwekezaji mkubwa kwa maana ya ujenzi, finishing na nini, hapana. Kwa mfano ukiwa unafanya biashara ya mchanga, ya mawe, ya kokoto, unahitaji tu eneo bare land. Hauhitaji kufanya ujenzi wa aina yoyote. Ni kufanya maintenance ya kawaida, kuruhusu magari kuingia na kutoka. Lakini biashara kwa mfano ya mbao na nguzo ni biashara ambayo of course haihitaji, na yenyewe itakachokuwa inahitaji ni eneo la kutosha, lakini ni eneo ambalo limeezekwa, limewekwa bati ili kuzuia mbao, nguzo zisiweze kupigwa mvua na maji na kuharibika. Kwa hiyo linahitaji tu uwekezaji wa kawaida ambao ndio hivyo, utakuja uweke nguzo, uweke kenchi, upige bati, uweze kutengenezea mazingira mazuri kuzuia biashara mali isiweze kuharibika. Kwa hiyo hizo ndo sifa na uzuri wa maeneo ya kufanyia biashara ya hardware. Na maeneo haya kwa kweli kwa hii njia ina advantage ya kuwa na maeneo yenye sifa hiyo sana, kwa sababu ni njia ambayo bado ina kuzungumzia opportunity, ni njia ambayo bado ina opportunity kubwa sana ya kufanya biashara hiyo ya hardware, na ukizingatia ni eneo bado linakuwa, kila mahali kuna project ya ujenzi inaendelea. Tazama, kila mahali kuna project ya ujenzi unaendelea, either watu wanafanya finishing ama either watu ndo wanaanza kuchimba misingi. Yani kuna project nyingi sana zinaendelea, maeneo bado ni open, bado kuna shughuli kubwa sana ya ujenzi ya ujenzi na uendelezaji wa maeneo unafanyika. Kwa hiyo ukizungumzia kama ni opportunity, bado kwenye upande wa sekta ya ujenzi ile eneo bado lina potential kubwa sana. Lakini vile vile kwa vile vifaa ambavyo ni vifaa vidogo vidogo vinavyoenea ndani ya maduka, tunazungumzia sasa hiyo mizigo ya
labda misumari, sijui vifaa vya umeme, brashi, nyundo, nini na nini, vitasa, vitu kama hivyo. Of course utahitaji frame ya biashara, frame katika eneo zuri, pia eneo ambalo linafikika kwa urahisi na linatoka kwa urahisi. Lakini pia kuna kwenye eneo hili na sekta hii yani building and construction, kuna kipengele kidogo subsector ya welding. Welding ni biashara nyingine ambayo kiukweli inahitaji eneo ambalo wapita njia tu wataweza kuona kazi yako. Wewe kwa mfano kama unavyoona hilo eneo hapo nalo kuonyesha, ni eneo tu ambalo linawapa space ya kutosha ya kupanga vyuma vyao, ya kufanya kazi zao, kama ni kuchoma, kama ni kuarrange, and of course it gives a very good display. Ni eneo ambalo linatoa display nzuri sana kwa wateja wanaopita njia kuweza kujionea ile kazi moja kwa moja. Kwa hivyo eneo ambalo la shughuli kama hizi za welding ama useremala, carpenters, ni maeneo ambayo they just need a very good display point, sio accessibility, kwa sababu wateja wake hawahitaji sehemu ya kuja kupaki gari zao na kukaa, isipokuwa watakuja kuona kazi, kuchukua kazi na kuondoka. Kwa hiyo kitu muhimu sana kwenye hii sekta ya construction and building material, ina sifa zake, ina maeneo yake na yana tabia zake. Kwa hiyo ukiweza kuyafahamu, basi inakuwa ni rahisi sana wakati wewe unatafuta eneo kwa ajili ya kufanya uwekezaji wako ama kufanya biashara yako. Na kwenye njia hii tumeweza kuidentify maeneo kama hayo mengi na ya kutosha kuweza kufanya shughuli ya welding ama kuuza vifaa vya ujenzi, materials za ujenzi kama mchanga, mawe, fusi na kadhalika na kadhalika. Sasa kutokana na yote haya ambayo tumeweza kuyaona ama kuidentify kwenye utafiti wetu, kuna baadhi ya vitu pia tumeweza kuona gaps. Ni vitu gani vinapungua kwa wafanyabiashara, kwa upande wa wafanyabiashara waliopo, the existing business people. Kuna madhaifu mengi tumeweza kuidentify. Kuna udhaifu mkubwa sana kwenye issue ya branding. Bado watu biashara zao wanazifanya kawaida sana. Biashara zimejificha, zionekani. Biashara zipo kawaida. Zipo biashara chache ambao wamejitahidi kujibrand, kuweka mabango, kuweka contact details, namba za simu, their social media pages, wamejaribu kushare vizuri kwenye mabango, zinaonekana, lakini biashara nyingi ni hazijaweza kujitengenezea brandi na muonekano wa haraka kwa wateja wao na kucreate attention ya haraka kwa wale wateja ambao wanapita njia kila siku na kila mara. That is a gap. Ni gap ambalo sokoni, ni gap ambalo linahitaji kufanyiwa kazi. Wafanyabiashara wenyewe waweze kuamka na kuona kwamba umuhimu wa branding na matangazo ya biashara zao. That is ni gap ambalo tumeweza kuliona, na kama mtu unafikiria kuingia kwenye biashara hii considering ushindani uliopo kwenye hii sekta ya ujenzi, basi ufikirie kuingia kwa nguvu kubwa sana ya matangazo, kutokana na kwamba waliopo hawana matangazo lakini wanafanya biashara. So unaweza ukajiuliza wanafanyaje? Kwa hiyo kuingia tu kirahisi unaweza ukastruggle. Kwa hiyo ni muhimu sana unapokuwa umeingia uweze kuingia ukiwa umejipanga kwa upande wa matangazo na kujitangaza. Lakini vile vile ujaribu kuangalia mbinu nyingine kama mbinu ya kufanya partnership na maengineer, mafundi ujenzi, watu ambao wanapewa hizo contract za ujenzi. Hiyo ndio mbinu nyingine ambayo unaweza ukaitumia kufanya penetration strategy kwenye ili soko ambalo liko congested tayari, yani lina wafanyabiashara wengi wakubwa na wana muscles za mtaji. Kwa hiyo kama unafikiria kuingia kwenye biashara hii ya hardware, nataka uweze kujipanga kwenye maeneo hayo. Lakini ukichukulia advantage ya gap ambayo iliyopo kwa upande pia wa social media, this will be my recommendation kwamba matumizi ya social media kwenye huu upande wa biashara ya hardware na vifaa vya ujenzi nao pia siuoni ukiwa kwa kiwango hicho. Nimekuwa ni mdau kidogo wa social media kutizama huku na kule, sioni watu wakipush wakipeleka biashara zao za aina hii kwenye mitandao. Kwa hiyo kama unafikiria kuingia kwenye biashara hii hasa kwenye eneo hili, basi fikiria pia kuwekeza nguvu kubwa kwenye hii digital marketing. Tunazungumzia social media, tunazungumzia email marketing, tunazungumzia platform zote za kimitandao, websites. Ni vitu ambavyo sasa unafikiria
utatakiwa kufikiria kuvitumia ili kuweza kuboost soko lako na kucreate awareness ya biashara yako katika eneo hili, lakini bila kusahau this traditional media bado zinafanya kazi pia, unaweza ukazitumia kwa ajili ya kutangaza biashara yako. Nikizungumzia traditional media nazungumzia vitu kama radio, television, magazeti. Ni vitu ambavyo bado pia vinaendelea kutumika kwa kiasi kikubwa tu. Kwa hivyo kwa gap lililopo la watu kutangaza biashara zao na unafikiria kuingia kwenye sekta ambayo ina ushindani mkubwa kama huu, ni muhimu kufikiria kila nyenzo, kila silaha ambayo unafikiri unaweza ukaitumia ikakupeleka ikakupa miles, basi ni muhimu ukaitumia. Kwenye upande wa recommendation na gaps and weaknesses ambazo zipo kwenye eneo hilo, basi hivyo ni vitu ambavyo unafikiria kama unafikiria kuingia kwenye biashara hii ya hardware, especially kwenye ile eneo. Hivyo ni vitu ambavyo utatakiwa kuvizingatia ili uweze kukaa vizuri na kusimama. Karibu sana.